liko mikononi mwa Mungu kulingana na imani yetu ya Kikristo ya Kikatoliki. Lakini kwa sababu hatuna hakika sana kwamba tayari amekwisha fanyika mtakatifu na kwamba pengine anashiriki na watakatifu wengine kutuombea, sisi hatukomi kumjia Mwenyezi Mungu kila mwaka na kumuombea ili aweze kumsamehe na kumpokea kwake katika uzima wa milele na kumjumuisha katika furaha ya mbinguni, na kisha fanyika hivyo aweze kuwa mwombezi wetu wa nchi yetu, wa taifa letu na watu wake, kwa sababu ni watu ambao Mwenyezi Mungu na nchi ambayo Mwenyezi Mungu alimpa kwa ajili ya kuiongoza na kutuongoza. Wapendwa, pamoja na kumbukumbu hii, tunapomwombea pumziko la milele na kuvikwa utakatifu Rais John Pombe Magufuli, pamoja naye hatuache pia kuwakumbuka na kuwaombea wapendwa wetu wengine na waasisi wa nchi yetu na wa taifa letu. Tunamuombea miongoni mwa wafu na wapendwa wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tunamuombea pia Sheikh Abed Amani Karume. Tunamuombea Rais Ali Hassan Mwinyi na tunamuombea Rais Benjamin Mkapa. Hawa ni miongoni mwa wana wa Tanzania watukuka ambao tunapenda Mwenyezi Mungu awarehemu na katika huruma yake kwa kazi nzuri walizozifanya kwa ajili ya kuitumikia nchi yetu na kuasisi taifa letu, baadhi yao awafanye wapumzike katika pumziko lake la mbinguni. Na wakifanyika hivyo basi wawe waombezi wetu, waombee nchi yetu ili tuweze kukua na kujitambua kama watoto wa Tanzania. Wapendwa ndugu zangu, tunakutana hapa nyumbani Chato. Ndugu zangu, tunakutana hapa nyumbani Chato kwa ajili ya kumwombea Rais John Joseph Pombe Magufuli katika tendo hili la adhimisho ya misa ambayo ni zawadi na sadaka kubwa kwetu sisi wa Kristo wa Katoliki. Hatuna kitu kingine kikubwa cha kutolea mbele ya Mwenyezi Mungu, kwamba kimpendeze na katika huruma yake aweze kuwarehemu hawa watoto wake, na kwa namna ya pekee Rais John Pombe Magufuli aweze kuwa miongoni mwa wateule wake, mpumzishe. Hatuna chochote, sisi tunatolea sadaka hii ya misa takatifu na kushiriki katika kumbukumbu ya daima na ya kudumu, ambapo tunamuomba Bwana wetu Yesu Kristo ili sadaka yake ya upendo msalabani imsafishe John Pombe Magufuli na wateule wa nchi yetu wengine ambao Mwenyezi Mungu amekwisha waita kwake ili wapumzike katika amani ya daima na ya kudumu sasa katika uzima wake wa milele. Kwa nini tunafanya hivyo? Tunafanya hivyo tukisukumwa na mambo mawili ya daima. Imani yetu ya Kikristo ya Kikatoliki, kama ambavyo Baba Niwemgizi ametuambia mwanzoni, lakini pia maandiko matakatifu yametuelekeza na kutukumbusha, inajengwa katika hilo. Sisi tunatambua kwamba maisha yetu hayakomeshwi na kifo, hayamalizwi na kifo, bali kwa imani ya Kikristo ya Kikatoliki ambayo Rais John Pombe Magufuli aliishi na kuifuata, alikuwa mwana na mtoto, tunatambua kwamba kifo ni barabara ya kutufikisha kwa Mungu na kinatufungulia uzima mwingine wa maisha baada ya maisha haya ya muda. Mungu katika upendo wake ametuumba sisi, akamuumba kila mtu na vitu vingine ili tumjue, tumpende, tumtumikie kama wanadamu. Maisha haya yenye lengo hilo la msingi yanapita, ni ya muda tu, ni ya kudumu. Tukiwa wazima miaka 80, maandiko matakatifu yanatuambia, lakini pengine hata tufikishi umri huo na Mungu anatuita. Rais John Pombe Magufuli tunayemkumbuka akufikisha miaka hiyo 80 inayotajwa katika maandiko matakatifu. Mungu amemuita mapema, na ndio maana amebaki kumbukumbu ya kudumu, kwamba kila mwaka hatuachi kuja kumsalimia hapa napozikwa na kumuombea, kwa sababu tulimpenda. Alikuwa ni zawadi kwa nchi yetu, lakini Mwenyezi Mungu amemtoa mapema, na hicho kinakuwa pia kama ni kifungo, ni muunganiko kati yetu na yeye. Ndio maana tunasafiri kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu, ndio maana tumesafiri kutoka sehemu mbalimbali za taifa letu na kuja hapa nyumbani Chato kuungana katika sadaka ya Kristo, kumwombea pumziko la milele, lakini kumkumbuka katika kumbukumbu ya daima. Tunakumbuka maisha yake
yaliyokuwa mazuri, yenye uwazi, yaliyopambwa kwa kazi zake nzuri, katika kukumbuka mambo ambayo kwa miaka kama yapata 6 aliyoifanya, akitumikia katika awamu 2. Awamu ya kwanza iliyokamilika vizuri miaka 5 kulingana na katiba yetu, lakini na mwaka mmoja ambao alihudumu katika awamu ya 2, na Mwenyezi Mungu akamuita. Amefanya kazi nyingi za kutukuka na zenye kumbukumbu ya kudumu na zenye kutupa hadhi na heshima kama watoto wa Tanzania. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa mtoto huyu, kijana huyu, rais huyu katika Jamhuri yetu ya Muungano, ambaye anabaki kama kumbukumbu ya daima na kama shamba darasa ambapo sisi wengine tunapaswa kuja kujifunza. Naamini tumekuja hapa kwa lengo hilo pia, kumkumbuka na kumwombea, lakini kumsalimia na pengine kunuia kuona kwamba sisi pia tunataka kuwa kama wewe, kuomba pia kama amekwisha fanyika mteule miongoni mwa wana wa Mungu watakatifu, aweze kutuombea pia. Aombee nchi yetu, aombee kila mmoja wetu, aombee mipango yetu, aombee matamanio yetu, aombee nia zetu kama watoto wa Tanzania. Lakini zaidi basi sisi tunakuja hapa kuchota pia hekima na heshima za kazi zake nzuri ambazo zimetukuka katika nchi yetu. Rais John Pombe Magufuli katika mabango hata mlioyafanya hapo hayaachi kutaja kazi mbalimbali alizozifanya. Pamoja na kuwa rais, hakuchoka kuwaza na kuhangaika kwa ajili ya uzuri wa Tanzania. Amejenga madaraja na ametuachia kumbukumbu ya kudumu ya daraja ambalo tumelipa jina lake, daraja la Busisi, daraja la Rais John Pombe Magufuli. Hilo ni mojawapo, lakini mabwawa, hilo la Nyerere, miradi hiyo ya treni endayo kasi, meli kubwa ya MV Mwanza ambayo itakuwa kiunganishi kwa upande wa Afrika Mashariki, na kazi nyingine nyingi. Hizi zinatufanya tuje hapa kwa kweli kwa kujivuna na kwa kipaumbele, tukizolea kazi hizo njema mbele ya Mwenyezi Mungu na kumwambia asante kwa ajili ya kutupa zawadi ya mtoto kijana wa Tanzania ambaye katika kuishi na kutenda kwake kama rais hakuacha kutenda na kuleta mazuri katika nchi yetu. Watu wanaona hayo, na ndio maana tumesafiri, tumekusanyika na kuja hapa Chato kwa ajili ya kumkumbuka. Tunafanya kumbukumbu hiyo kwa sababu mambo mengi ambayo Rais Magufuli ameyafanya pengine hayajaandikwa, au hata kama yameandikwa hatuyasomi. Kwa nyakati hizi pia pengine tumepoteza utaratibu wa kupenda kusoma. Watu hawasomi mambo katika vitabu wakafanya kumbukumbu za daima, na hata katika maandiko matakatifu pengine leo watu hawasomi sana neno la Mungu, lakini watu wanasoma maisha yetu, watu wanasoma kazi zetu, watu wanasoma matendo yetu. Na hilo labda tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kwamba wanaposoma maisha yetu basi wawezi kukutana na Mwenyezi Mungu, amuone katika kazi zetu tunazozifanya, watu wamfikie Mwenyezi Mungu. Kumbe sisi tumekuja kumwombea Rais John Pombe Magufuli kama ambavyo maandiko matakatifu tuliyoyasikia hasa kutoka kitabu cha pili cha Wamakabayo sura ya 12 aya ya 43 na mpaka 45 kilivyotukumbusha kwamba tunawajibika kuwakumbuka wafu wetu, wapendwa wetu, na kwa imani ya Kikristo ya Kikatoliki kuwaombea, kwa sababu tunajua maisha yetu yanaendelea na yanaendelea katika mji wa Mungu, katika Yerusalemu ya milele. Sisi tukibahatika kuishi kitakatifu, tunapokufa tunaenda barazani kwa Mungu tukahukumiwe katika mawazo, maneno, matendo ambayo yanajengwa na kazi zetu tulizozifanya. Na iwapo tumeishi vizuri na kutenda vizuri kumhudumia Mungu na watu wake, basi tunaingia katika uzima wa milele usio na ukomo. Maisha haya ya muda ya duniani yanatuzalia zawadi hiyo kubwa. Lakini kama tumeishi vibaya, kutenda vibaya, kuhusiana vibaya, pia kuna maisha ya milele katika moto wa milele, jehanamu ya moto. Kumbe Yuda ambaye alikuwa wa jamii ya wana watukuka wa Mungu wa kabila ya Israeli, anawakumbusha watu anapokutana na kisa hicho cha wana wa Israeli walioondoka kwa ajili ya kupigana vita na wakauawa sana. Na tukio hilo la wana wa Mungu kuuawa likamshitusha kwamba kwa nini wana wa Israeli wameuawa hivi.
na anapokuja kuangalia ile mihiri ya wanajeshi waliokuwa wamekufa, anakuta kwamba walikuwa na visanamu vya miungu ya kigeni walivyokuwa wamebeba, wakivitumainia kwamba katika vita vitawasaidia. Wamemwacha Mungu, wameacha kumuomba Mungu wa kweli, wakakimbilia vimiungu vya uongo, na Mungu wa kweli amewaacha, wamekufa. Na Yuda anapogundua anguko hilo la wana wa Israeli, anamlilia Mwenyezi Mungu, anawaita watu waende wakusanye mihiri hiyo na kuizika kwa heshima, na ndipo anafanya tendo hili la kumbukumbu ya daima la kuchangisha fedha zipatazo drakima 2,000 na anazipeleka katika hekalu Yerusalemu, ili watolee misa, watolee ibada, watolee sala na maombi kwa ajili ya watu hawa ambao katika mtazamo wake aliona wamekufa katika dhambi na wanaombewa. Na hii imebaki ni kumbukumbu na tendo la upendo la daima katika imani ya Kikristo ya Kikatoliki. Ndio maana kila wakati tunaombea wafu wetu, ndio maana kila mwaka tunawaombea ndugu zetu, na ndiyo maana leo tumekusanyika hapa kumuombea mpendwa rais wetu John Pombe Magufuli pamoja na marais wengine ambao walitumikia nchi yetu. Wazo tunaloliishi ni kwamba tunaishi na wafu wetu. Katika imani ya Kikristo ya Kikatoliki sisi tumeungana na wafu wetu. Maisha yetu hayamalizwi na kifo, bali maisha yetu yanaendelezwa huko mbinguni. Na hasa kama tumeishi vizuri, basi kazi nzuri tulizoziishi na kuzitenda zinatusindikiza mbinguni. Matendo mema ndiyo hazina tunayoenda nayo mbele ya kiti cha Mungu cha hukumu na cha huruma. Katika uzuri wake kama mwana wa mtukuka wa Tanzania, kwa namna alivyoitumikia nchi yetu kwa upendo mkubwa. Na nia na wazo hili vinaungana katika kitabu cha Luka, Injili ya Luka tuliyoisoma sura ya 12 aya ya 35 mpaka ya 40. Kujiweka tayari, viuno vyenu viwe vimefungwa. Na kumbe tunaalikwa sisi kama watoto wa Tanzania kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kujiweka tayari kwa ajili ya maisha yaliyo mazuri, yanayopambwa na kazi nzuri, mahusiano mazuri na matendo yaliyo mema. Tumekuja kufarijiana pamoja na Mama Janet ambaye alimpoteza mpendwa wake miaka 5 yapata sasa. Alikuwa ni mume wake mpendwa na akaitunza familia pamoja na yeye, wakaijenga familia na wakajenga mji huu ambapo tumerudi. Lakini Mwenyezi Mungu alimchukua mapema kutoka kwake na kutoka kwetu, na kweli amekuwa ni sababu ya masikitiko makubwa. Watanzania tulisikitika, lakini hatukomi mpaka leo. Hata kama miaka 5 imepita, bado tunaendelea kusikitika kwa sababu tunaona Mungu alimchukua mapema Rais John Pombe Joseph Magufuli. Mama Janet anasikitika, tunamuombea faraja, Mungu azidi kumuimarisha. Na ni kweli katika namna hii ndipo tunashinda kifo, kwa kuungana pamoja. Tukio la kifo linapotokea, tunalishinda kwa kuunganika, kwa kukaa pamoja, kwa kusali pamoja, kwa kuomba, na hata kufanya yale madhehebu ya dini zetu kwa ajili ya kusindikizana kwa Mungu ya maziko. Ni katika kusaidiana ndipo tunaweza kushinda kifo. Kumbe tunapokutana hapa, hatuishi tu kusikitika kwa sababu mpendwa wetu ameondoka sasa miaka 5, lakini katika tukio hili tunataka kuchota kitu kizuri cha kutujenga kama watoto wa Tanzania. Ukisoma maandiko matakatifu katika kitabu cha Waamuzi utakutana na habari ya Samsoni aliyekuwa mwenye nguvu, na katika matendo mengi aliyoyafanya ya kutisha na kustajabisha lilikuwepo lile la kuua simba kijana aliyekuwa anaua watu. Akapigana naye Samsoni, akamuua yule simba, na baada ya siku 3 akakuta nyuki wametengeneza asali. Na Samsoni alitumia fundisho hilo kwa ajili ya kuambia wa Filistini na binti Delila aliyekuwa akimwangaisha kila wakati kujua asili ya nguvu zake. Akawaambia, nitawapa fumbo, iwapo mkilifumbua nitawaambia asili ya nguvu zangu. Akasema, kutoka mla watu kimepatikana kitu kitamu cha kuliwa. Ni nini? Kumbe akaja baadaye akafufunua, kutoka katika simba yule aliyekuwa mla watu, alianaua watu, nyuki wametengeneza asali na ameipata. Kweli tunapoishi duniani pengine tunaishi vibaya, tunaanguka, tunatenda vibaya, tunafanya matendo mabaya, lakini katika imani ya Kikristo ya Kikatoliki tunapaswa kutambua kwamba pengine hata katika mambo mabaya au katika
maanguko yetu, Mungu ana nafasi ya pekee, anazalisha kitu kizuri. Imani hiyo ndio inatufanya kila wakati tuje, tunajua sisi tunaanguka, tunafanya mabaya, na tunamlilia Mwenyezi Mungu tukijua kwamba yeye anaweza kuangalia hata katika kutenda kwetu kubaya, katika kazi zetu pengine ambapo tunaanguka zisizo nzuri, akapata kitu kizuri cha kutuokolea. Kwa hiyo sisi tumekusanyika hapa kutolea kazi nzuri za Rais John Pombe Magufuli alizozitenda zimsindikize kama sadaka mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele ya kiti cha huruma. Lakini tumekusanyika hapa kumlilia Mwenyezi Mungu, ikiwa kuna sehemu alianguka, basi Mwenyezi Mungu katika huruma yake amsamehe na amtukuze na kumuinua kutoka katika udhaifu wake, kwa kumsamehe na kumsafisha na kumfuta makosa yake na kumfanya awe miongoni mwa wateule na watoto wake wapendwa watakatifu. Tumekusanyika kwa ajili ya kudumisha udugu. Tumekusanyika kwa ajili ya kushinda kifo kama ambavyo nimekwisha kuja sema. Lakini tumekuja kujipanga upya. Naamini kama nchi, hata kama si watu wote wa Tanzania wote wako hapa, sisi tunawawakilisha kutoka katika sehemu mbalimbali. Tumekuja kuchota katika kisima hiki ambapo busara za Rais Magufuli na kazi zake njema tunazikumbuka vizuri. Hatutaki kuishia katika masikitiko tu ya utengano uliosababishwa na kifo, tukabaki tumenuna, tumekasirika, tumekwazika kwa sababu mpendo wetu hatunaye tena. Lakini tumekuja kujipanga upya tukijua kwamba kifo hakimalizi maisha yetu, na hata kifo hakimalizi kazi njema zetu tulizozitenda. Watu wanapokutana na tukio la kifo huwa wanasikitika, wananuna na wanakosa matumaini, wanakata tamaa. Na hata kwetu Tanzania, katika mila na desturi zetu, tunakutana na mambo hayo ya masikitiko yanayoletwa na kifo. Lakini katika watu mbalimbali katika dunia, kifo hakijazoeleka. Kinaleta hofu, kinaleta oga, kinaleta utengano, ni kweli, na kinaleta upweke. Kumbe mambo hayo na mengine yanayosababishwa na kifo yanaleta masikitiko. Watu wanasikitika wanapofiwa, hasa wanapofiwa na wapendwa wao, kama sisi tulipofiwa na mpendwa wetu Rais John Pombe Magufuli, miongoni mwa wengine waliokuwa viongozi wa nchi yetu. Watu wa kale katika nchi ya Mesopotamia ya zamani, kabila la zamani la nchi ile itwayo watu wa Sumeri, walisikitika sana walipokuwa wanakutana na kifo. Watu hawa waliomboleza kwa kulia sana, wakakata tamaa. Hata katika ulimwengu wao wa upagani hawakumjua, walikuwa hawajapata kumjua Mungu wa kweli. Walifikiri maisha yanamalizwa na kifo, ukisha kufa ndio mwisho, na pengine maisha yao, namna yao kuishi ilikuwa ni kufahana au ponda mali kufa kunakuja, fuja mali kufa kwaja. Walipokuwa wanakufa wanasikitika sana. Katika kulia kwao walialikana hata kulia, lakini hata wengine katika kulia na kuomboleza walijikatakata na viwembe, wakajipiga kuonyesha masikitiko yao. Lakini kwetu Ukerewe na hata maeneo haya yetu ya Usukumani huku Geita, watu pia wanasikitika na wanakumbuka wanapofiwa. Ukerewe kwa mfano, kuna desturi ya kumaliza kifo. Kifo kinapokuja watu wanapambana nacho, hawezi kukimaliza. Na hata katika jitihada hizo pengine tunaanguka katika dhambi. Kuna mila za kusomboka, au kisiwa cha Ukara wanasema okwela. Mtu anapofiwa, kama ni mwanamke, anapaswa kutafuta mtu wa kufanya naye tendo la ndoa ili amalize, yani ile kumsafisha, is a kind of purification, death purification, au kusomboka wanasema hivyo kwa Kijita. Hizo zote ni jitihada za nini. Lakini katika Usukuma hata kukumbuka namna hiyo kwamba wafu wasitusumbue, tunajenga vibanda masamba kwa ajili ya kuwakumbuka. Labda kwa namna fulani vinafanya kazi kama kikanisa kidogo, tunaweza kupata mbegu hiyo ya imani. Lakini kuna hofu hiyo pia ya kuona kwamba kifo kinatisha. Watu wa Papua New Guinea, ambayo ni Indonesia, ni sehemu ya Indonesia, kabila moja linaloitwa Dani,
wenyewe wanapofiwa na desturi ya kuonyesha masikitiko hayo kwa wazi kwa nje, ili unapokuja kukutana naye umtambue kwamba huyu ameishaguswa na kifo, ameishafiwa, pengine amefiwa na mpendwa wake. Na kadiri wanavyofiwa wanafanya ishara ya kujikata vidole, kwamba ataanza kila anapofiwa mtoto wa kwanza nakata kidole kimoja cha mkono, cha pili. Kama alikuwa na watoto wengi atamaliza vidole, na unapokutana naye basi uweze kutambua kwamba alishakutana na kifo. Wapendwa ndugu zangu, sisi ni binadamu, na pengine katika kuondokewa na wapendwa wetu tunasikitika, lakini masikitiko yetu yatuzalie kitu kizuri. Hatupaswi kuishia katika kupoteza imani na kuweweseka, pengine katika mfadhaiko na mifarakano, lakini tunapaswa kutambua kwamba Mungu ametupa maisha haya ya duniani ya muda, ili tuyatumie vizuri kwa kazi njema, yatuzalie maisha ya kudumu mbinguni. Na kazi hizi njema ndizo tunazozitolea na kuzikumbuka katika kazi na maisha ya Rais John Pombe Magufuli, ambaye Mwenyezi Mungu kama muumba wetu alimtoa kwa nchi ya Tanzania. Ile tarehe 29 mwezi wa 10 1959, mtoto aitwaye John Pombe Magufuli alizaliwa huku Chato katika mkoa huu wa Geita. Alikuwa katika jitihada ya kujitahidi kuishi vizuri kama kijana Mtanzania. Akaenda shule akasoma elimu mbalimbali, na hasa tunaambiwa alibobea katika elimu ya kemia na hisabati. Kama kijana alitenda mambo mazuri ya kusoma, kutimiza wajibu wake wa kusoma vizuri kwa bidii, na mpaka kafaulu, amefika chuo kikuu. Lakini baadaye kazi alizozifanya, amekuwa mwalimu wa kemia na fikiri na mahesabu, amefundisha nafikiri ni Sengerema Sekondari kama nakumbuka vizuri. Lakini baadaye ameingia katika uongozi wa nchi yetu, kwanza kwa kuchaguliwa kama mbunge katika jimbo la Biharamulo Mashariki, sasa hivi tunaliita jimbo la Chato. Lakini akateuliwa kwa vile alionekana kuwa mtu mzuri, kijana anayetenda kazi nzuri, kushika nafasi mbalimbali za waziri katika nchi yetu: waziri wa ujenzi, waziri wa ardhi, waziri wa mifugo na uvuvi, na kazi nyingine nyingi alizozifanya. Hizi kazi nzuri zote tunataka zitukumbushe namna ambavyo sisi kama Watanzania tunapaswa kuwajibika leo na kutenda kama watoto watukuka wa Tanzania. Tuige hawa waasisi wa nchi yetu na ndugu zetu waliotutangulia kama viongozi mashuhuri. Mafanikio ya kazi njema za Magufuli tunayakumbuka pia katika ukusanyaji wa kodi wenye mafanikio, lakini tunakumbuka pia kudhibiti matumizi tobo na holela ya serikali na sekta binafsi. Matumizi yanavujisha kama tobo linavujisha. Rais Magufuli tunakumbuka alikataa namna hiyo ya kuishi, lakini tunakumbuka kwamba alikuwa ni mtu mashuhuri katika kuiunganisha nchi kwa ujenzi wa barabara nyingi na nzuri kiwango cha lami. Tunakumbuka kwamba amenunua ndege nyingi za ATCL, lakini tunakumbuka kwamba amejenga pia meli na vivuko vingi. Wakati ule MV Ukara inaua watu kule kisiwani Ukerewe, mara moja alileta feri nzuri na kivuko kizuri, na sasa tuna utaratibu wa vivuko vizuri ambavyo vimeenea katika maziwa mbalimbali ya nchi yetu na vinawahudumia watu. Tunamkumbuka Rais John Pombe Magufuli kwa kusimamia vema na kukuza moyo wa uzalendo katika nchi na sekta mbalimbali. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha na kutenda vizuri. Kwa kazi hizo njema tunakumbushwa nasi kutenda vizuri. Tujiweke tayari, kwa vile saa tusiyoijua ndipo mwana wa mtu ajapo kutuita. Wapendwa, tunapotenda vizuri Mungu anafurahia na anazipenda kazi zetu njema kama sadaka kwake, na anatutuza katika kazi nzuri. Maisha yanayopambwa na kazi njema, maisha yetu yanayopambwa na kazi nzuri na mahusiano mazuri yanamfurahisha Mwenyezi Mungu, na tukifika mbele ya kiti cha huruma na cha hukumu, basi anaangalia hayo, na kama mlivyokwisha sema, kama tumeishi vizuri anatutukuza na kututuza kwa uzima wa milele. Mungu katika kuishi kila nchi anajipatia watoto wake, watu wake wema wanaojitoa kwa ajili ya kutenda kama sadaka kwa wengine. Kazi mbalimbali za Rais Magufuli
ambazo pia zinaungana na zile ambazo waasisi wengine wamezifanya, Mwalimu Nyerere, Karume, Rais Mwinyi, Mkapa, au ambao Mwenyezi Mungu amekwisha waita. Tunazikumbuka zote hizo, na kwa namna ya pekee basi kazi ambazo zimefanyika katika ulimwengu huu wa sayansi na teknolojia katika zama hizi ambazo ni za maendeleo makubwa zinatukuka sana katika ubora wake nchini mwetu kwa kusimamiwa na pengine kuasisiwa na Rais John Pombe Magufuli. Katika adhimisho hili tunatolea kazi hizo njema, Mwenyezi Mungu azipokee. Mungu anafurahia kama ambavyo nimesema, tunapoishi na kutenda vizuri. Katika maandiko matakatifu ukisoma kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 44 mpaka ya 50, Mungu ana kundi la watoto wake ambao wameishi kisikivu, ambao wamempendeza kwa kazi zao nzuri, matendo yao mazuri, wakiwahudumia bila kujibakiza watu wake na taifa lake. Hata leo Mungu haachi kuwatuza wale watu ambao wanatenda vizuri. Hata sisi kama Watanzania, kama wana wa Tanzania, ni wana wa Mungu pia, tukiishi vizuri kwa umoja, kwa upendo, na tena tumekwisha ongea sana katika haki, tukaishi katika ukweli. Rais Magufuli alisisitiza, nataka kweli, tuwe wa kweli, tukaishi hivyo katika kweli. Mungu anafurahishwa na sisi, atatutuza na tutabaki wa kukumbukwa daima. Kwenye kitabu chake kitakatifu na vitabu vingine vitakatifu, najua hata katika Qur'ani anaongea juu ya kazi nzuri, juu ya watumishi wake wanaotenda kazi vizuri, lakini vitabu vyote vya dini vinaeleza. Sisi katika Biblia, Yoshua bin Sira imepambwa na kazi njema za watu, hiyo sura ya 44 mpaka ya 50. Nendeni mkasome baadaye, lakini nitataja na kuwasomea machache. Mungu anasemaje? Matendo mema yanadumu. Matendo mema yanatufikisha kwa Mwenyezi Mungu. Matendo mema yanalipa. Matendo mema yanabaki wala hayaishi. Walatini wanasema scripta manent e verba volant, kwamba kilichoandikwa, ukitenda vizuri ni kama umeandika, umeacha kitu cha kidumu, kinabaki daima. Lakini ukiongea tu bla bla na nini bila matendo, basi yanapita, ni kama maneno matupu. Tena Kiswahili tunasema hayavunji mfupa. Matendo mema ni hazina yetu. Matendo mema ni hazina yako. Kazi njema zinaokoa wote, zinafaa wote, na zinapendwa na wote na kukumbukwa na wote. Hilo ndilo tunalolikumbuka leo tunapokuja hapa Chato kumuombea na kumsalimu Rais Magufuli anayepumzika katika kaburi hili hapa, lakini tukatika imani kwamba anapumzika mikononi mwa Mungu. Mungu na jamii ya watu wake wapendwa wanapendezwa sana na kufurahishwa na matendo mema yatendayo na mtu yeyote anamfurahisha Mungu. Yoshua bin Sira anasema, sasa na tuwasifu watu mashuhuri, wazee wetu na vizazi vilivyopita. Bwana aliwapa fahari kubwa, akawafanya wakuu tangu siku za kale. Walikuwako wale waliotawala falme zao mashuhuri, waliojaa busara, watangazaji wa unabii. Wengine waliongoza mataifa kwa mawazo yao, wakawa wenye maarifa ya elimu na faida ya watu, wenye hekima katika maneno na mafundisho yao. Walitunga nyimbo kwa ufundi, wakabuni mashairi na kuyaandika. Walikuwa matajiri wenye mali tele, wakaishi kwa utulivu katika makazi yao. Hao wote waliheshimika katika vizazi vyao, wakawa wenye fahari nyakati zao. Baadhi yao waliacha jina jema duniani na watu wakatangaza sifa zao hata leo. Wako na wengine ambao hawakumbukwi, wao wametoweka, wakawa kama hawakuishi. Kama hujafanya vizuri, tusipofanya vizuri hatutakumbukwa, tutatoweka kama upepo, kama kivuli, kama moshi. Walikuwa kana kwamba hawakupata kuzaliwa, kadhalika na watoto wao baada yao nao hawakumbukwi. Kumbe wapendwa ndugu zangu, tunaalikwa tuishi vizuri. Mungu anasema, lakini wale wengine waliokuwa watu wema, ambao matendo yao adili hayatasahaulika, mali yao ubaki na wazawa wao, na huo ndio urithi wao.
Vitu vingi ambavyo Magufuli amevifanya hapa, miradi hii yote imebaki na sisi wazawa wa Tanzania. Sisi ndio watoto. Haya barabara, hii daraja la Busisi ya kulipita, mimi juzi nimepita, na nafikiri hata ninyi wengine wote mmepita. Hii treni ya kasi sidhani kama mliipanda, sisi tumeanza kuipitia kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Vitu vizuri vimebaki na sisi tulio watoto wao. Hiyo ndio kumbukumbu ya daima ambayo inamfurahisha hata Mwenyezi Mungu. Wazawa wao huzingatia agano, na kwa ajili yao wataendelea kufanya hivyo. Nasaba yao itadumu milele na fahari yao haitafutika. Miili yao ilizikwa kwa amani na majina yao yanadumu kizazi hata kizazi. Watu watasimulia hekima yao na jumuiya ya watu itatangaza sifa zao. Ukisoma Yoshua bin Sira sura ya 44 aya ya kwanza mpaka ya 15 unakutana na mambo hayo mazuri ambayo nabii huyu wa Mungu anayasema katika kinywa cha Mungu. Kwa kinywa cha Mungu anatuambia jinsi ambavyo ni fahari kuishi vizuri. Anatutajia watu wachache ambao tunaona maisha yao na mwangwi wao katika maisha na mazuri na kazi njema za Rais John Pombe Magufuli na waasisi wengine waliofanya vizuri katika nchi yetu, na viongozi wengine waliofanya vizuri kwa nchi yetu. Hata pia wako viongozi wastaafu hapa, mawaziri wastaafu wako hapa, waziri mkuu mstaafu, mawaziri wastaafu, na ndio wako hapa, wamefanya vizuri. Sasa nafikiri mnastarehe vizuri mnaishi vizuri, tunawaombea hivyo muishi kwa amani. Sasa Enoki alimpendeza Bwana